All systems go. Jeremiah Kioni achapisha kwenye mtandao wake wa kijamii kuonyesha kwamba chama cha Jubilee kiko tayari kabisa na mgombea wake Fred Matiang'i. Chama cha Jubilee kimemtangaza Matiang'i kuwa mpeperushaji bendera ya urais katika kura zijazo. Lakini hata wakati ombi la Matiang'i likipigiwa debe, baadhi ya watu wanaamini lingekuwa jambo jema kwake kufaulu katika hilo. Na je, Matiang'i atafanyaje? Matiang'i afanye nini na azma yake ya urais? Raila Odinga ni miongoni mwa watu wanaotilia shaka nafasi ya Matiang'i kwenye kura ya urais. Akizungumza mjini Kisii mwezi uliopita, kiongozi huyo wa ODM aliona kuwa Matiang'i, mzaliwa wa jamii ya Gusii, huenda anategemea uungwaji mkono wa kikabila kwa malengo yake ya kisiasa ambayo Raila alidai kuwa hayatoshi kwa mtu kupata urais. Kutokana na tajriba yake mwenyewe kama mgombeaji urais mara 5, Raila alimshauri Matiang'i kutangaza hadharani nia yake na kujenga miungano kote Kenya ikiwa kweli analenga kuongoza taifa. Matarajio ya Matiang'i yalifichuliwa mapema mwaka huu na seneta wa Kisii Richard Onyuka. Seneta huyo ambaye mara nyingi alidai kuwa mjumbe wa Matiang'i alikuwa na imani ufaafu wa waziri huyo wa zamani katika uongozi. Onyuka angefichua kuwa Matiang'i alipanga kutafuta uungwaji kutoka kwa watu mashuhuri wa kitaifa akiwemo rais wa zamani Uhuru Kenyatta, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, Raila Odinga na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka na miongoni mwa wengine. Akitokea katika kaunti ya Nyamira, Matiang'i alipata sifa kwa msimamo wake dhabiti na madhubuti katika majukumu mbalimbali ya serikali aliyoshikilia. Safari yake ya utumishi wa umma ilianza mwaka 2013 wakati Uhuru alipomteua kama katibu wa baraza la mawaziri wa ICT. Baba wa watoto wawili, Matiang'i alihama kutoka taaluma hadi utumishi wa umma baada ya kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Egerton. Baada ya muda mfupi katika wizara ya ICT, baadaye aliwahi kuwa kaimu CS ama waziri wa ardhi kabla ya kuchukua jukumu la kusimamia hati ya elimu. Matiang'i alipata sifa kubwa kwa juhudi zake za kukomesha udanganyifu ulioenea katika mtihani ya kitaifa, changamoto ya kawaida hadi iliyokuwa imekumba Kenya mwaka 2015. Kazi yake ilishika kasi alipoteuliwa kuongoza wizara ya mambo ya ndani kufuatia kifo cha Joseph Nkaissery. Hata hivyo, baada ya muda wake katika ofisi ya wizara ya mambo ya ndani, kulikuwa na utata, kwani alikabiliwa na madai ya kuidhinisha ukatili wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga serikali, hasa katika kilele cha mzozo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2017. Hizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, sikwende mbali.